Hujambo na karibu tena mtazamaji wa Zone Media, ni kufahamishe yote yanayojiri leo hii katika uga wa kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amemshukuru rasmi mwenzake wa China Wang Yi kwa msimamo wa China wa kuunga mkono Irani na kulani kile kinachoitwa uingiliaji wa mataifa ya kigeni katika masuala ya ndani ya Iran. Kauli hiyo ilitolewa kupitia mazungumzo ya simu kati ya viongozi hao wawili yaliyothibitishwa na shirika la habari la Iran la Tasnim ambalo ni la nusu serikali. Katika mazungumzo hayo, Araghchi alisisitiza kuwa Irani itaendelea kulinda usalama wa haki za raia wake, huku akionyesha shukrani kwa China kwa kile alichokiita msimamo wa kimsingi na wa haki dhidi ya shinikizo la mataifa ya Magharibi, hasa Marekani. China imekuwa ikipinga vikali hatua za mataifa ya Magharibi kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine ikiwemo Iran. Katika muktadha huu, Beijing imekosoa vikwazo vinavyowekwa na Marekani dhidi ya Iran, ikisema kuwa hatua hizo zinaathiri uchumi na maisha ya raia wa kawaida. Araghchi aliipongeza China kwa kuonyesha msimamo wa kisiasa, akisema kuwa ni muhimu kwa mataifa makubwa kama China kusimama na nchi zinazoendelea ili kupinga kile alichokiita uonevu wa kimataifa. Kwa muda mrefu, Irani imekuwa ikikabiliwa na vikwazo vikali kutoka kwa Marekani na washirika wake. Vikwazo hivyo vinahusisha biashara ya mafuta, miamala ya kifedha na uhusiano wa kimataifa. Irani imesema vikwazo hivyo si vya haki na vinaathiri raia wake, huku ikisisitiza kuwa sera zake za ndani ni suala la kitaifa, si la kuamuliwa na mataifa ya nje. Katika mazungumzo hayo, Araghchi alisema Iran haitakubali kuingiliwa na itaendelea kulinda mamlaka yake kwa taifa huru. Moja ya hoja kuu zilizojitokeza kwenye mazungumzo hayo ni wito wa kuimarisha kile kinachoitwa South Cooperation, yaani ushirikiano kati ya mataifa ya kusini mwa dunia kama vile Asia, Afrika, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini. Irani inaamini kuwa nchi zinazoendelea zinaweza kushirikiana katika biashara, teknolojia, usalama na diplomasia bila kutegemea sana mataifa ya Magharibi. Kwa upande wa China, imekuwa ikijitanua zaidi kiuchumi na kisiasa katika Mashariki ya Kati, ikiongeza ushirikiano wake na Iran, Saudi Arabia na nchi nyingine za eneo hilo. Kwa miaka ya hivi karibuni, Iran na China zimeimarisha uhusiano wao katika nyanja mbalimbali ikiwemo nishati, miundombinu, biashara na diplomasia. China ni miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa mafuta ya Iran licha ya vikwazo vya Marekani. Hii imeifanya Iran kuiangalia China kama mshirika muhimu wa kimkakati. Araghchi alisema ushirikiano huo ni muhimu kwa mustakabali wa kiuchumi wa Iran, hasa wakati ambapo nchi hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa za kimataifa. Kwa ujumla, mazungumzo kati ya Iran na China yanaonyesha jinsi mataifa haya mawili yanavyoimarisha ushirikiano wao dhidi ya shinikizo la Marekani na washirika wake. Irani inaiona China kama mshirika wa kuaminika. China inaendelea kupinga uingiliaji wa mataifa ya nje, na pande zote mbili zinataka dunia yenye usawa zaidi wa kisiasa na kiuchumi. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi usisahau kujiunga nasi kwa wakati ujao hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare.